Ndo yule mtu mmoja aliniuliza, Sheikh, hapa kuna ndoa? Ananiuliza mimi, hapa kuna ndoa lakini hawa wana ndoa hawa, yani anayeona anayeolewa, wote wawili ni vipofu na mabubu. Hawa wanaozeshwa vipi? Muolewaji kiziwi, bubu na haoni. Maana afadhali lau kama macho ingekuwepo wangeongea kwa ishara, sio? Haoni. Na yule mume naye haoni, na huyu mke pia hasikii. Samaa almakhtuba bakmau sammau amyau, binti wa watu kipofu, kiziwi na haoni. Wabitali, na huyu muoaji ndo hivyo hivyo. Ndoa yao itafungishwaje hawa? Nikamuuliza yule aloniuliza mimi, kwani walijuanaje? Maana hapa kwenye kuoana ni mwishwa, mpango ulianza huku nyuma. Hawa walijuanaje hawa, na wakapanga vipi mpango mpaka leo wamefika hapa kwenye kuoana? Vipi? Njia ile ile ilotumika mwanzo mpaka wakajua leo naoa, leo naolewa, ile ile ndo itumike hapa kwenye ndoa. Hakuna hata tabu. Madhali wamekuja hapa wamekaa, si kuna yaliyoanza huku nyuma, ayo yaendelee, yale yale yaendelee. Sio, mnanielewa hivi? Macho, masikio na moyo, alatu taalim, ndiyo nyenzo ya kujifunza. Bila kuwepo macho, moyo, masikio, mtu hasomesheki. Yaqulu Allahu ta'ala, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Mwenyezi Mungu amekutoeni. Allahu akhrajakum, Mola amekutoeni nyote, min butuni ummahatikum, kwenye matumbo ya mama zenu. Ndo tulikotoka huko, sio? Hakuna mtu ila amekaa tumboni kwa mama. Amekutoeni Mungu matumboni, la ta'lamuna shay'a, hamjui kitu. Hakuna alozaliwa anajua. Hebu mtoe mtu mmoja anaitwa Sayyiduna Isa alayhi salatu wassalam. Isa ibn Maryam, yeye amezaliwa, muda huo huo alipozaliwa alisema, inni abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bisalati wazakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Elimu yote hii Isa ametoka kazaliwa nayo, ametoka kashajua kama yeye ni mja wa Mungu, ametoka tumboni kashajua yeye ni mtume, na Mungu kashampa kitabu cha Injili, wala hajakiona. Na kitabu changu huku duniani cha Injili. Sote tunatoka matumboni hatujui kitu, ili tujue wajaala lakum sam'a wal absara wal afida, akakupeni Mwenyezi Mungu macho, masikio na nyoyo, mzingatie. Limadha? La'allakum tashkurun, ili mshukuru. Hapa tulipokaa darasani kila mtu ana mambo anajua hapa, au sio? Ujuzi tofauti tofauti. Ukimwona mtu anajua kitu, uhakikishe amejifunza, kuna mahali kafundishwa. Kama hakufundishwa ameiga, iko sehemu kaiga, kwa sababu kazaliwa hajui. Kwa kuwa macho, masikio na moyo ndio wasilatun turbawiyatun hamma, ndiyo nyenzo ya kupata elimu,
basi ukianza kufanya mambo usiyoyajua, unafuata usivyovijua, utakwenda kuulizwa na Mungu siku ya Kiyama, kwa sababu ulipewa macho, ulipewa na masikio, ukapewa na moyo ili ujue, alafu wewe hukujua ukafanya usiyoyajua. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, ni kwenda kwenye kesi siku ya Kiyama. Mnanielewa? Nataka nihame aya hii baada ya kukuambieni watu wote Waislamu wanaofanya ibada ya Mungu na huku hawajui, hawa wamemkosea adabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wamemdharau. Ukimwona mtu anafunga, elimu ya kufunga hana, sio? Na amezaliwa kwenye Uislamu, lakini funga ndo kitu gani, kinafanywaje, hajui kitu hata kimoja, anafunga tu. Ukimwona mtu anaswali, hakuwa kafiri, kazaliwa kwenye Uislamu mpaka kabaligh, amekuwa mtu mzima mpaka anazeeka, na kuswali hajui. Hadha in dalla ala shay'in innama yadullu ala su'il adabi ma Allah, ni kumvunjia heshima Mungu, ni kumkosea adabu Mwenyezi Mungu. Mahadha jamani, mambo mengine ya ada yasiokuwa ibada watu hawafanyi mpaka wajifunze. Ukimwona hapa mtu dereva hakuwahi kuingia kwenye gari tu akawa dereva, alijifunza kwanza, au sio? Jifunza kwanza. Huu msikiti unaouona huu umependeza, aliyeujenga alijifunza kwanza ile kazi ya ujenzi, na angefanya kazi akaja hapa, jamani na mimi nipeni kazi, na nyie mkajua huyu si fundi huyu, mngempa kazi ya kujenga hapa? Amejifunza. Anayeshona cherehani alitangulia kufanyaje? Kujifunza. Kila jambo lenu la kidunia hamfanyi ila mjifunze kwanza. Mtu akiamua kujitoa fahamu kidogo, akasikia kuna tangazo limetolewa uwanja wa ndege, kuna nafasi za kazi ya airport za kurusha ndege. Kwanza sote hapa, nani atakwenda kuomba hiyo kazi? Sie tulokaa hapa saa hizi, nani atakayeenda kufanya application? Kwani pesa hamtaki? Huthubutu kwenda. Jamani, ile ndege ya kurusha nimekuja, nipeni mie. Huendi. Hata kama una njaa vipi, huendi. Sasa ukijitoa fahamu kidogo, ukajitoa akili kidogo, ukasema na kwenda, jamani mimi hapa nimekuja, hiyo kazi ya ndege kurusha nipeni mimi. Umejitoa fahamu, maana Mungu alikupa fahamu. Na wale wenye ndege yao na wao wakajitoa fahamu, wakasema karibu bwana, ndege ndo hii hapa, chukua, rusha hii ndege uende, anza kazi. Na wamejitoa fahamu. Ukaingia mule kwenye ndege, ukaanza kubonyeza bonyeza vibatani. Kwa rubani kwenye ndege kuna vibatani chungu mzima. Ukaingia unabonyeza hapa na hapa. Wanatakiwa watu walioko hapo wote uko mbele wapishe, asikae mtu mbele, kwa sababu kiama kinataka kutokea. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiri saa, mambo yakitegemezwa kwa watu wasiohusika, subiri kiama. Asokuwa mwerevu wa darasa anza kudhani kusubiri kiama kile kule wanufikha fi suri, la, subiri matatizo. Watoto wote muwatoe mbele huko, na watu abaki huyo alitoa fahamu peke yake. Kama ni huko mbele, wakae wale walompa hii ndege, waone kitakachowakuta. Mmoja ametoa kisa, anasema bwana mmoja alikuwa ni mhudumu mfagiaji ndani ya ndege, anafagia na msafi, anafanya usafi kwenye ndege. Kafanya kwa muda mrefu.
Siku moja akakuta kuna vitabu takriban vitatu vinne. Kimoja kimeandikwa hapa namna ya kuwasha ndege. Akakitizama, akaelewa, akaingia kwenye ndege peke yake, akafata maelekezo ya hichi kitabu, akabonyeza, ndege ikawaka. Amesoma maelekezo, ikafika mahali akamwambia, sasa ili ndege ianze kusogea kidogo, fungua kitabu kinachofuata. Akaangalia kitabu cha pili, amekiona, akachukua, kasoma mule, akaelewa, akabonyeza, ndege hiyo ikaanza kutambaa kwenye running way, inakwenda. Akakuta maelezo mwisho, sasa ukitaka ianze kwenda spidi ili iruke, fungua kitabu kinachofuata. Vipo hapa, akachukua, kasoma. Ndege wakati wa kuruka inaitwa taking off, sio take off. Wakati inaruka ndege, waulizeni barubani, inakimbia mwendo wa kilomita 600 kwa saa. Spidi yake ni more than 600 per hour. Mmeshaona ndege inavyokimbia kuruka? Ni spidi kubwa mno. Akasoma soma pale, akaona vile ukibonyeza litaruka, akabonyeza. Ndege hilo sasa likaacha ardhi, limekwenda, sasa yuko angani huko na kitabu chake mkononi. Kafika mahali anaona sasa inabidi nitue nirudi. Amegeuza huko, anarudi. Hichi kitabu kikamwambia hivi, sasa ili ndege iruke, soma kitabu kinachofuata. Akafunika hiki, akatafuta kinachofuata hapa kwenye meza yake, hamna. Kitabu cha mafundisho ya kutua hakipo, naye yuko angani huko. Ndege linakwenda tu huku, linaenda huku. Maarifa ya kutua kitabu kijacho, na humo hakimo. Akachagua la kufanya, nalo ni kulia. Endo binadamu akishafeli na yuko kwenye matatizo, anafanyaje? Wakikukamata majambazi na ukaamini huwawezi na pa kukimbilia huna, mwisho unafanyaje? Utaanza kulia. Walbukau la yusmin wala yughni min jui. Kilio hakijawahi kumsaidia mtu kwenye matatizo. Ukilia kama vile una postpone, unapeleka tu mbele tatizo, lakini liko pale pale. Ni haramu hayo mambo. Wala takif ma laisa laka bihi ilmu, acha kufanya usichokijua. Kwenye ibada ukifanya usilolijua, umemdharau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa dini, mbona mengine ya kidunia ufanye mpaka ujifunze? Mbona ibada unafanya kila siku na hujui? Umeshamdharau Mwenyezi Mungu tayari, na una kesi ya kujibu. Wasomaji, mnanielewa? Wala taqif ma laysa laka bihi ilmu inna sam'a wal basara, hakika uonaji, wal basar, sam'a ni usikivu, kusikia, wal basara na macho, wal fuad na nyoyo, kullu ulaika kana anhu mas'ula, yatakwenda ulizwa. Kisha Mola anasema wala tamshi fil ardi maraha, wala usitembee ardhini kwa kiburi, kwa gogi, yani tatamatta. Usitembee ardhi ya Mungu hii maraha, kwa maringo na jeuri. Na ndo yaliyoko hayo. Kuna mtu akipata pesa akawa nazo nyingi, anabadilisha na namna ya kutembea, ile ya zamani haifai. Kuna mtu akipata cheo mtaani kwenu kuliko nyie, inabidi bega moja ashusha akitembea, anashusha bega namna kama hii. Mnanielewa hivyo? Usitembee kwenye ardhi ya Mola kwa jeuri, kwa kiburi.
Kwa nini? Innaka lan takhriqa al-ardha, wewe huwezi kuitoboa ardhi. Hata ukitembea kwa kishindo namna gani, ardhi huwezi kuitoboa. Walan tablugha al-jibala tula, wala huwezi kufikia urefu milima. Kama ni mrefu kidogo Mungu kakuumba, ule urefu hautoongezeka kwa sababu ya kunata ukitembea. Na kama ni mfupi saizi ya kati, maana kuna na saizi ya kati ya ufupi, wala hutorefuka ukitembea kwa maringo. Na kama ni mfupi yule wa toleo la mwisho, yuko mtu ni mfupi, baada ya yeye hakuna mfupi mwingine huko chini, yeye ndo toleo la mwisho. Akikita ardhi kwa kwenda, utamkuta mrefu, harefuki. Huna unachoongezeka ukitembea ardhini kwa maringo na kiburi. Huzidi urefu wala hutoboi ardhi ya Mungu, unakusanya madhambi tu. Unanifahamu? Usitembee kwa maringo. Ardhini kuna namna ya kutembea. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Mesikia? Hauna. Waja wema wa Mungu wanatembea kwenye ardhi ya Mungu hauna, kwa khushui, wanatembea kwa unyenyekevu, wanamnyenyekea Mwenyezi Mungu, wanawanyenyekea na viumbe wa Mungu, hawana kibri, hauna. Allahumma ja'alna minhum. La tamshi ala al-ardhi marha, usitembee kwenye ardhi ya Mungu marhan, yani kibran, takaburan, tabatu, usitembee kwa maringo, kwa gogi na jeuri. Innaka lan takhrika al-ardha, wewe kamwe hutoitoboa ardhi. Walan tablugha al-jibala, wala hutoifikia milima. Tula, hiyo ni tamizi, hutofika kuwa kama milima kwa urefu. Tembea kawaida. Mnanifahamu? Dhalika mimma auha ilaika rabbuk, hayo yalosemwa tangu tumeanza sura hii. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhrika al arda walan tablugha al jibala tula kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Kila kimoja katika hayo, kullu dhalika, yote hayo. Yote yepi? Tumekatazwa mengi huku nyuma. Si tumekatazwa kukaribia mali ya yatima ila kwa wema. Tumekatazwa uzinifu, tukaambiwa wala takarabu zina, au sio? Hapa nyuma yote tumeambiwa hayo. Halafu tumeambiwa wala takif ma laysa laka bihi ilmu. Halafu tumeambiwa wala tamshi fil ardi maraha. Kullu dhalika, yote hayo, kana sayyi'uhu, limekuwa kosa lake hayo, ubaya wa hayo, inda rabbika, mbele ya Mola wako, makruha, ni yenye kuchusha. Hayo ni makosa yanachusha. Anachukia Mungu akikuona una hizo tabia. Yako makosa ndugu wasomaji, naam, ni makosa, lakini haichushi machoni ingawa ni kosa. Na kuna makosa ukilitizama mpaka utaudhika, au sio? Sawa. Mkimuona mlevi, atuhifadhi Mungu na ulevi, amekuja amelala hapo nje kwenye baraza ya msikiti, ni kheri mlevi kuja lala msikitini? Ni ndo kheri ile, lakini moyo hauchukii sana, na utamchukulia udhuru, sema bana, kilichomleta hapa ni huu ulevi tu, au sio?
Lakini ukimkuta kalewa na amejisaidia, ongeza tu hapa hapo, usirudi huyo huyo tu kalala. Bwana, msikitini watu hawalali tena walevi, au sio? Lakini umemkuta kakaa amelala na ameshajisaidia, basitan wa ghalidha, kajisaidia haja kubwa na ndogo hapo nje. Machoni vipi? Kuna raha, kuna kuchusha. Na akifika hiyo steji, huenda hapo barazani hatotoka salama. Sasa msikitini kuna mujahidin, anaweza akapata makofi mpaka ule ulevi ukaondoka. Kwanza wewe umekwenda kidhi haja msikitini, jaa arabiyu fabala fi taifati almasjid faqama an-nasu liyakau bihi faqala lahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallama da'uhu hatta yaqdiya hajatahu, wa fi riwaya da'uhu hatta yutimma bawlah. Falamma qada hajatahu qala ariku alayhi sajlan mimma, wa fi riwaya ariku ala bawlihi dalwan min alma. Wa ya hadha inna hadhihi almasajid lam tusna li shay'in mimma fa'alta, innama hiya lissalah watasbih watahlil wa ila ghairi dhalik. Amekuja bedui, alikuja bedui. Bedui ni wale Waarabu wa mashambani, kwa sio majangwani, hawaujui ustaarabu wa mjini. Amekuja msikitini na Bwana Mtume yumo msikitini na masahaba wamo msikitini. Kakaa hivi Mtume na watu wake. Yule bedui akaja akaangalia pembe, akachagua pembe, akaona niende pale kwenye pembe pale. Alipofika akafungua dharba, akaanza kutoa haja ndogo. Ametoa nje dharba, kama uelewi basi haikubaliki. Msikitini walikuwemo watu, ukileta lisilokubalika nao watakupa lisilokubalika. Walikuwemo. Ghafla wamesimama wanataka kushughulika naye, Mtume yumo, akawaambia dauhu, mwacheni, mwacheni, msimbughudhi, hata yakdhia baulahu, mpaka amalize kujisaidia. Basi wakaendelea kumtizama, uchungu, roho zinafukuta uchungu. Jamaaka dharba iko nje, anaendelea na shughuli yake pale. Alipomaliza kujisaidia, Bwana Mtume amewatuma hawa waliochukia, kawaambia hivi, ariku ala baulihi sajlan min almai, katafuteni maji. Wale walokuwa ndo wanataka kushughulika naye wanatumwa kazi, nendeni mkatafute maji mje mmimine hapo. Jamaa lipo limeshaweka dharba sehemu yake, linaangalia watu wanasafisha haja yake kwa uchungu mkubwa. Baada ya kusha safishiwa, kinafuata nini? Inafuata ilmu. Mtume sasa sio hatoi adhabu, anatoa ilmu. Kamwambia ya hadha, sikiliza wewe bwana, inna hadhihi almasajid, hii misikiti, lam tubna li shay'in mimma fa'alta, misikiti haikujengwa kwa chochote katika haya uliyofanya wewe. Hichi kitendo chako, misikiti haikutayarishwa kwa kitendo hicho. Innama hiya lissalah, misikiti ni kwa ajili ya watu kuswali, watasbih, kumsabihi Mwenyezi Mungu. Msikitini anapewa ilmu, yani kaleta maudhi, hajapigwa, anapata na ilmu. Baada ya kupewa elimu bure, anaambiwa haya, insarif, ameondoka. Na waulizeni nyie, akija hapa muhuni ameingia humu akasimama hapa anakojoa, mtamfanyaje? Hali yake vipi itakuwa?
Huyu babu anasema makofi tu. Sasa babu, haya makofi, we umempita mpaka Mtume? Yaani kujua namna ya kuamiliana na watu kama hawa, Mtume na we, nani bora? We unatakiwa umfuate nani? Mzee nijibu. Sallallahu alaihi wasallam. Basi Mtume hakupiga mtu, ayo makofi tu. Mtume kwani hana makofi? Kama yeye hana makofi, wenye makofi walikuwemo. Angewaambia tandikeni huyu mtu, angetoka hai mule. Akawasomesha na wao, innama bu'ithtum muyassirina walam tub'athu muassirina. Akasema sikilizeni, nyinyi Waislamu mmepelekwa duniani kwa kazi ya kuwepesisha mambo, sio kuyatia ugumu mambo. Muislamu akiona kuna tatizo la shari liko hivi, asianze kulikunjua ili liwe kubwa zaidi. Muislamu itokea tatizo aendelee kulipunguza mpaka liishe kabisa. Mmefahamu hivyo? Mkimpiga mtu wa watu amekojoa akafa, kashakufa, wazee wake pamoja na ndugu zake watawashangilia, wasema ongereni bwana, mmetulia ule mtu, ongera. Watafurahi. Hakizaliwi kisasi hapa, hauzaliwi uadui tena, uadui wa waziwazi, hata wasiri. Watachunguza hivi msikitini alikuwemo nani na nani walioshughulika kumuua mtoto wetu, alafu mtatafutana mmoja mmoja vichochoroni, na maeneo ya vichochoro viko vingi tu. Ukikatisha watakwambia haya, swala yako ya mwisho, kwa sababu tunataka tukupeleke akhera muda huu. Tiketi imeshakuwa tayari, usafiri upo, lakini kaachwa, kaondoka na amani imeendelea. Huyo ndo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunafahamu kullu dhalika kana sayiuhu, yote hayo imekuwa ubaya wake, inda rabbika, mbele ya Mola wako, makruha, ni mambo yenye kuchukiwa, imechusha. Kisha Mola anasema dhalika mimma auha ilaika rabbuk, hayo yaliyosomwa toka sura hii imeanza kueleza haki ya Mwenyezi Mungu aliposema wakadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, akaendelea wabiliwalidaini. Toka tumetoka huko mpaka hapa, mimma auha ilaika rabbuka, ndo katika yale alokufungulia wahai Mola wako. Hayo ni maelekezo kutoka kwenye wahai wa Mola wako. Khitabu inaelekezwa kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mimma auha ilaika rabbuka ya Muhammad, ndio wahai ulofunuliwa kwako. Min alhikma, miongoni mwa hikma, wala taj'al ma'a Allahi ilahan akhar, wala usifanye pamoja na Mwenyezi Mungu Allah, usijifanyie mola mwingine. Fatulqa fi jahannam, ukijifanyia Mungu mwingine pamoja na Allah, fatulqa fi jahannam, utatoswa ndani ya moto wa Jahannam, utaingizwa kwenye moto wa Jahannam, maluman, hali ya kuwa unalaumiwa, madhura, na hali ya kuwa unadhalilishwa. Maluman madhura, unalaumiwa na unadhalilishwa, unafanywa mdogo, dhaifu. Mola anaanza kuzungumza uhuni waliouzua makafiri wa Makka. Upo uhuni umezuliwa na makafiri wa Makka, na hiyo imekuwepo kabla miladi nabiyina Muhammad
wakazua uhuni. Uhuni gani? Wakasema Mungu ana watoto, tena wa kike, na watoto wa Mungu ni malaika. Almalaikatu banatullah, malaika ndio watoto wa kike wa Mungu. Huo ni uhuni. Ni uhuni kwa sababu hawajawahi kumwona malaika hata huyu. Sasa watoto malaika, watoto wa kike umewaona wapi? Ulimuona wapi malaika wafu ukampa na jinsia? Walipozua hayo ya uhuni, Mola alisema afa asfakum rabbukum bilbanina, je, amekutajieni Mola wenu kuwa na watoto wa kike? Afa asfakum rabbukum bilbanin, amekutajieni Mola wenu kuwa na watoto wa kiume? Yani nyinyi ndo mna watoto wa kiume, sio? Wattakhadha min almalaikati inatha, yeye akajifanyia malaika kuwa ni watoto wake wa kike. Innakum lataquluna qawlan adhima, hakika nyinyi mnaongea, mnasema neno kubwa mno, neno kubwa sana. Hakuna mahala Mungu alikwambieni mimi nao malaika na hawa malaika ni wanawake na ndio wanangu, na wakwenu nyie ni watoto wa kiume. Afa asfakum rabbukum, je, amekutajieni Mola wenu bilbanina, bi anna tahtakumul banin, kwamba nyinyi mtakuwa na watoto wa kiume. Wattakhadha min almalaikati inatha, alafu yeye akachagua akafanya baadhi ya malaika kuwa watoto wake wa kike. Innakum lataquluna qawlan adhima. Wanaojua sayansi ya Kiarabu wanasemaje? Hadha istifhamul inkari, hiki ni chombo cha kuuliza kwa kukataza. Sura yake ni kama unaona kuna swali hapa, sio? Si swali, Mola anakataza. Msifanye kuwa Mungu ana watoto wa kike ni malaika na nyie watoto wenu ni wa kiume, la. Na kutokana na uhuni huo, makafiri wa Maka wakachukia mtu kuzaa mtoto wa kike. Imekuwa ni aibu. Yani kama mtu mkewe ana mimba, siku akajifungua mtoto wa kike, imeingia aibu na nuksi kubwa nyumbani. Mkosi gani huu? Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin au am yadussuhu fi turab ala saa ma yahkumun. Mke akizaa mtoto wa kike, baba anaamua moja kati ya mawili: aendelee kuishi na huyu mtoto na fedheha, ala hunin, am yadusuhu fi turab, au achimbe shimo chini amfukie. Hii ni aibu. Anaondoka baba nyumbani, anakwenda maporini kujificha kwa namna ya fedheha iliyomkuta kwamba mtoto wake nyumbani kazaliwa wa kike. Na naam, wamewafukia ardhini watoto wengi. Waarabu wamefukia watoto wao wa kike wengi mno. Likatokea tatizo. Hawa watoto wa kiume wanaoachwa, si wanafukiliwa watoto wa kike wanauawa, au sio? Wanamume si wanabaki? Waliendelea kukua. Walipofika umri wa baligh, sasa na wao wanataka wanawake. Hakuna, walifukiliwa. Hakuna tena wanawake, maana wamezikwa wakiwa hai. Arabuni ukaanza mkasa, unamkuta mtoto wa kiume na babake wanagombania mwanamke huyu. Yaani ukitoka ndani na msuli wako, umwacha mkeo ndani, ndio mama yake, mwanao naye anasema na mimi naingia. Huyo ndani atatutosha wote.
wote tutaingia hapa. Yametokea hayo tangu kabla Bwana Mtume hajazaliwa, ameyakuta, amekuja kuyakataza yeye. Kwa nini yakatazwe? Saa ma yahkumuna, hiyo hukumu sio nzuri. Innakum latakuluna qawlan adhima, walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani liyadhakkaru wama yaziduhum illa nufura. Kwa hakika tumepambanua, sarrafna, tumepambanua, fi hadha alquran, tumepambanua ndani ya Qurani hii kila kitu. Maf'ulun bihi mahdhuf, sarrafna fi hadha alquran kulla shay'in, tamam, kama jaa fi surati al-Kahf, walaqad sarrafna fi hadha alquran linnas min kulli mathali. Tumepambanua kwenye Qurani hii kuwapambanulia watu kila kitu. Kwa nini? Liyadhakaru, ili waonyeke. Kila kitu tumekipambanua, liyadhakaru, ili wafanyaje? Ili waonyeke. Wama yaziduhum illa nufura, lakini Qurani haiwaongezei chochote ila kuzidi kukimbia haki. Qurani imepambanuliwa watu kila kitu ndani yake ilikuwa waonyeke. Badali ya kuonyeka, ma yaziduhum illa nufura, hakuna inachowaongezea Qurani ila kuzidi kuikimbia haki. Qul, Muhammad waambie, lau kana maahu alihatun, lau wangekuwepo pamoja na Mwenyezi Mungu alihatun, waungu. Lau kana maahu alihatun, yani maa ni dharfu wa ma udhifa ilayhi shibhu jumla khabaru muqaddam. Khabaru muqaddamu likana, alihatun ismu kana muakharu, kana taqdiru al-kalam lau kana alihatun maa Allah, lau kungekuwa na waungu wengine pamoja na Allah. Kweli Mungu ni Allah, lakini na waungu wengine wapo pamoja naye. Kama takuluna bilyai watai, kama takuluna au kama yakuluna, kilahuma sawa. Lau wangekuwepo pamoja na Mola Allah waungu wengine, kama yakuluna, kama wanavyosema hawa makafiri, idhan, wakati huo, labtagha ila dhil arshi sabila, labtaghau, wengetafuta hao waungu wengine, ila dhil arshi, kwenda kwa Mwenyezi Mungu mwenye arshi, sabila, nao wengetafuta njia. Mmemwelewa Mola anaposema? Mola anajitakasa hapa kwamba hakuna Allah isipokuwa yeye. Mnafahamu? Kwa sababu kungekuwa na waungu wengine pamoja naye, si unasikia Arrahmanu ala al-arshi istawa, Mola katawalia arshi yake, na wale waungu wengine wasema hata kwa nini sisi tukae chini, na yule ni Mungu mwenzetu, sisi na yeye wote waungu. Mbona mwenzetu huko ametawalia arshi na sisi twende? Wangeanza kutafuta mipango na kwenda kwenye arshi, na dunia ingeharibika. Angeamka Mungu mmoja anataka jua liwake mno, Mungu mwingine siku hiyo anataka mvua inyeshe sana, ingekuwaje? Haya, waungu wangeshindana kuhusu wewe. Kuna Mungu mmoja yeye kaamua leo uumwe maradhi mabaya sana ukalazwa hospitali. Mungu mwingine anataka usiumwe ufe kabisa. Mungu mwingine anasema hamna, usiumwe kabisa. Vurumai hii ya waungu vipi? Lakini we basi, yani kama waungu wako wengi
taala Allahu an dhalika uluwan kabira. Yani umejua kuna waungu wengi, alafu mmoja anataka ufe, mwingine anataka usife leo, unamchagua yupi? Utamwambia yule mwingine, bwana leo pumzika, mimi leo namsikiliza huyu. Mungu lazima awe huyu, na kazi yake Mungu sio kuridhisha watu, kazi yake ni kutekeleza shughuli zake. Kulla yaumin huwa fi shani. Mungu hashughuliki na kuridhika kwenu. Siku ikinyesha mvua kubwa, unaonaje? Yule mkulima alolima mpunga kule Morogoro, mvua inanyesha kubwa, anajisikiaje mkulima? Pata raha kabisa. Je, muuza ice cream na juisi anakasirika, hataki. Mungu kaleta mvua si kumfurahisha mkulima wala si kumuudhi muuza ice cream, kafanya kazi yake. Mnanielewa hivyo? Idhan labtaghau ila dhil arshi sabila, wale waungu wangetafuta njia kwenda kwa Mwenyezi Mungu mwenye arshi yake. Subhanahu wa ta'ala, ametakasika Mwenyezi Mungu na kutukuka. Amma yakulun, ameepukana na yote wanaoyasema. Uluwan kabira, utukufu mkubwa, utukufu wa juu. Mambo ya Mungu awe na wenzie, mambo ya Mungu sio ana wasaidizi, yote katakasika nayo, yuko peka yake subhanahu wa ta'ala. Fa subhanahu wa ta'ala, ametakasika Mwenyezi Mungu na kutukuka. Amma yakuluna, katika leo wanayosema, uluwan, hali ya kuwa ni kibri, kabiran, ambacho kwamba ni kikubwa. Kinachowatuma aseme Mungu mwenyewe tu peke yake mmoja, hamna, wako wengi. Ni kitu gani hicho? Ni kibri. Waliambiana, aja'ala al-alihata ilahan wahida. Msikizeni Muhammad huyu, eti kafanya waungu wote awe Mungu mmoja. Sie tuna waungu chungu mzima na watutoshi. Si tuna waungu tele, hawajatumalizia shida zetu mpaka leo, na tunawaona. Huyu kashika Mungu mmoja na hamuoni, wengi hawatoshi, mmoja anatosha. Ajala al-alihata ilahan wahida. Tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu, huyo Allah zinamsabihi yeye Allah mbingu saba na ardhi. Mbingu zote saba zinamsabihi Mwenyezi Mungu na ardhi saba zinamsabihi Mwenyezi Mungu. Maana mbingu ziko saba na ardhi nazo. Huwa alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna, ye Mola kaumba mbingu saba na ardhi ni hivyo hivyo saba, zote zinamsabihi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wewe na mimi, wewe unajua kusabih? Ukiambiwa msabihi Mungu, maana yake umwambie ufanye vipi? Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih ni fi'li amri, sabbih ni fi'li yani fi'lu amri. Mola anaamrisha fasabbih, sabbih, toa tasbihi. Bana yake ufanye vipi? Baba, kusabihi ndo kufanyaje? Hiyo kumtukuza ndo kufanyaje? Maana umeongeza neno jingine, msamiati. Ndugu Waislamu, ukisikia unaambiwa fasabbih, maana yake useme subhanallah. Tasbihi ni kusema vipi? Subhanallah. Ndio maana yake nini? Unasema na mtakasa Mwenyezi Mungu. Usabbihu Allah maanahu unazzihu llaha tanzihan amma la yaliku bikamalihi wa jalali.
unazihullah, namtakasa Mwenyezi Mungu kwamba ametakasika na yote yasiyolingana na utukufu wake. Ndiyo tasbihi. Unaposema subhanallah, maana yake umesema unazihullaha, namtakasa Mwenyezi Mungu bialiyaihi, kwa ule utukufu wake, namtakasa kwamba ametakasika na yote ya upungufu. Kwake hakuna mambo ya upungufu, kwake yote yamekamilika. Hiyo ndio nini? Tasbih. Je, ukiambiwa Muislamu halil, halala yuhallilu tahlila, ukiambiwa halil ndio umeambiwaje? Tahlili ni nini? Baba kanambia tahlili ni kusema Allahu akbaru. Ile Allahu akbaru inaitwa takbir, ile ni takbira, ndo Allahu akbar, au sio? Tahlili, unaona maneno mazuri hayo. Ukiambiwa halil, maanake umeambiwa useme vipi? La ilaha, hiyo ndo tahlili. Na yako mengi, kuna tasbihu, kuna tahlili, kuna takbira, kuna tahmidu, sio? Ni mambo Muislamu ajue, kwa sababu ni mambo yanamfurahisha sana Mwenyezi Mungu yakifanywa. Tunafahamu? Fa subhanahu, ametakasika Mwenyezi Mungu, ametakasika. Tusabbihuhu, vinamtakasa as-samawatu sab'u, mbingu saba, wal ardhu, na ardhi, wa man fihinna, na vilivyomo ndani ya mbingu saba na ardhi, vyote vinamtakasa Mwenyezi Mungu. Wa man fihinna, kwani kwenye mbingu na ardhi ndani yake, jamanini, man mnaijua. Man inatumika kwa lugha, yustamalu man lilukala. Man inatumika kwa wale walio na akili. Unanielewa? Ukisema hapa amekuja mtu ambaye na mheshimu, unasema hivi jaa man ahtarimuhu, amekuja ambaye na muheshimu, kwa sababu hii man ni ya wenye akili. Kama hakuja mtu kaja paka, utasema jaa ma ahtarimuhu, kimekuja kile ninachokitukuza. Hii ma ni kwa ajili ya wasiokuwa na akili. Darsa ya jana tulisema hapa wamezingatiwa viumbe wenye akili wangapi? Kam min al-ukala? Thalatha. Viumbe wenye akili ni hawa watatu: insun, jinnun, malak. Ni mtu, ni jini na malaika. Hawa ndio wana nini? Wana akili. Na hawa watu sio wote, wengine hawana. Mungu asema lakini akthara nasi la yaqiluna, watu wengi hawana akili. Basi angalau wachache wanazo akili. Wanyama hawana akili. Kwa bahati nzuri, darasa hili nimewahi kufundisha akili ni nini. Nimewahi kusema hapa akili ni kitu gani hapa, na nikaeleza haruhusiwi mtu kudai kwamba yeye ana akili wakati zile akili zenyewe hazijui. Ukisema una akili, kumbe akili huzijui, sasa una akili zipi? Huna mandate ya kusema nina akili. Ukisema ninazo akili, lazima uwe unazijua akili ni kitu fulani, au sio? Na siku hiyo ya darsa hilo niliuliza hapa, sisi tuna akili au hatuna? Mlijibu vipi? Aya, futa darasa la nyuma, anzia hapa leo, hapa tulipokaa saa hizi. Tuna akili hatuna? Unaona mnavyojibu kwa uoga.
Ikiwa hujui akili ni kitu gani, usiseme unazo. La yajuzu li ahadin an yaddaia annahu malikun li shay'in laysa ya'rifuhu, marufuku mtu yoyote kudai kwamba yeye ana kitu lakini hicho kitu hakijui, au sio? Unachosema unacho hadi uwe unakijua, au sio? Hivyo hivyo ukisema mimi nina akili, lazima uwe unajua akili ni nini. Kama huzijui ni kitu gani, useme tu waziwazi, jamani mimi akili sina. Maana ukisema ninazo tutakuuliza ndo nini akili? Aya, narudia tena, tuna akili hatuna? Mwingine nimemsikia huko nje anasema tunazo. Hebu aje huku tumuulize kwanza akili ni nini. Wanyama hawana akili. Nyumba ikiwa inaungua, inawaka moto, nyumba inaungua, binadamu aliye nje ya hiyo nyumba anashuhudia nyumba inaungua. Inaungua hasa, moto umeroroma, annaru taltahibu. Mtu hasa akiambiwa ingia humu ndani, ataingia haingii? Nambieni tu, utaingia huingii? Kinachofanya usiingie ndani unawaka moto ni nini? Akili, Kilichofanya ukasema humu usiingii kwa sababu kuna moto ni kitu gani? Anasema ukiingia unateketea. Ikiwa kweli kilichokuzuia kuingia ndani humo kuna moto ni akili, sio? Mchukue mbuzi uanze kumsukumia kwenye jumba linawaka moto, ataingia haingii? Baba, mbuzi ataingia ndani? Wewe kilichokuzuia kuingia mule ndani umesema ni akili, au sio? Na huyu mbuzi naye haingii. Kwa nini? Atwendeni tu, tutaelewana tu sasa hivi. Maana wewe huwezi kuingia na umekataa kwa sababu ya akili, na mbuzi haingii, naye kimemzuia nini? Naam, ala, yule mbuzi ndo anaufahamu yule. Sawa, bwana akasema ufahamu mbuzi anao, alhamdulillah. Kwa kilichomzuia mtu ni akili, kilichomzuia mbuzi ni ufahamu, au sio? Unajua akili na ufahamu, kitu kikubwa hapo ni ufahamu. Maana ufahamu ni ujuzi, fahmu, alfahmu, alilmu. Ndugu Waislamu, fahamu ni elimu. Mtume kasema man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu. Maswala hapa ni elimu, sio? Ni elimu. La tanfiru kafa falaula nafaru min kulli firqatin liyatafaqahu fi ddin waliyundhiru qaumahum idha rajau ilaihim laallahum yahdharun. Ni elimu, ufahamu ni elimu. Hata sisi tukiomba dua tunasema Allahumma faqihna fi ddin, Mungu tupe elimu kwenye dini. Sawa. Kwa hiyo mbuzi, kwa mujibu wa msaada, saadakum hadha akhukum, kwa msaada tuliopata hapa, mbuzi haingii kwenye moto kwa sababu ya ufahamu, maana yake kwa sababu ya elimu. Jamani, mbuzi ana elimu. Ikithibiti ana elimu, tukatuambiwe kasoma wapi? Maana na mbuzi azaliwa hajui kitu, au sio? Ikiwa mtu kazaliwa hajui kitu, basi mbuzi kuwa hajui kitu ni zaidi, atakuwa kampita mpaka mtu. Maana mtu haingii kwenye moto kwa akili, lakini mbuzi kwa elimu.
Anacheka mwenye swali lake alosema elimu. Alhamdulillah, Mungu atupe akili inshallah. Mbuzi haingii mule kwenye moto si kwa elimu wala si kwa akili, maana mbuzi hana akili. Ukisema mbuzi hana akili umekosea kweli. Wala haingii mule anakwepa kwa sababu ya elimu. Mbuzi hana elimu yoyote. Kasoma wapi? Wapi mbuzi kapata degree naye? Kipo kitu kinachofanya mbuzi asiingie, na wala sio akili wala si elimu, maana akili hana. Ngoja nikuoneshe kama mbuzi hana akili, maana nina mifano mimi. Ukiwa unafuga mbuzi nyumbani, imefika jioni, usiku, chagua moja kati ya vyumba vya nyumba yako, nenda kakifagie vizuri sana ile chumba, halafu utandike kitanda vizuri sana, sarirun mafrush muzakharaf. Kitanda kimetandikwa, utadhani wanakuja kuanza kulala leo wanandoa. Maana wengi mmeoa hapa, ile siku ulioa na mkeo kitanda kiliandaliwa vipi? Sasa mnanielewa au sio? Na asmini kidogo mewekwa pale ndani, kaudi kanachomwa kwa pembeni pale, yani utazani anaingia malaika kulala humo vizuri. Kisha nenda uko zizini, kamchukue mbuzi, umbebe hasa, uende naye mpaka umo chumbani. Ukifika mtenge kitandani, umlaze, mwambie we mbuzi, leo sehemu yako ya kulala itakuwa ndio hii. Utoke. Ukiacha mlango wazi hujafunga, mbuzi anabaki anatoka, na huenda akafika nje yeye kabla ya wewe akakuwahi nje. Baba, mbuzi atabaki kitandani. Sasa anakimbia nini? Akili inasemaje? Akili inasemaje ndugu Muislamu? Kule zizini ambako anasimama, akala hapo hapo, akajisaidia hapo hapo, na akalala hapo hapo kwenye haja zake. Na mule chumbani ulipoparemba ukapatengeneza, akili inasema hasa mahala pa kulala pazuri kiumbe ni wapi? Akili inasemaje? Inasema vipi? Ni zizini. Ndio nimesema zizini. Mbona hamlali zizini na mbuzi mnao? Zile akili za mbuzi hapa zimeenda wapi? Zile zilizomfanya akimbie kwenye moto, kama ni akili, hapa ziko wapi? Mbona anatoka pazuri anaenda kulala pabaya? Sasa hivi mazoea sio akili. Hakuna, ameanza kwanza kwenye elimu na sasa tunakwenda kwenye mazoea. Kwenye mazoea, mazoea ya mwenye akili huwa hataki kibaya. Mazoea ya mwenye akili anataka kizuri zaidi, au sio habibi? Ukiwa unalala kwenye kijumba transparent, mnaita vipi? Mbavu za mbwa, ndo lugha yenu Yaani ukiwa ndani unaona nje na ukiwa nje unaona ndani. Mbu ni kama rafiki zako vile, maana hakuna wanapozuiwa kuingia. Umeishi kwenye chumba kama hicho miaka 5, umepazoea bado? Tutaelewana tu. Yaani kile chumba umekaa miaka 5, lakini ukiwa ndani unaona nje na nje anakuona wewe. Hivyo miaka 5. Niambieni, mule ndani umepazoea au bado? Umepazoea? Likijengwa jumba hapa safi kabisa, limeezekwa na bloko safi, lina rangi, unasemaje? Utabaki humu au utahamia huku? Yale mazoea yameenda wapi? Maana yule mbuzi kaenda kwenye mazoea. Hizo akili kweli? Au ndugu yangu sikiliza, umezoea kila siku unakula ugali wa muhogo na mrenda. Naam, safi tu, au sio? Au kuna ubaya? Mbona mmekunja sura? Ugali wa muhogo na mrenda, kuna tatizo? Asante baba. Siku tabu ikiondoka unahama hapa, au sio? Unaona maneno
Maneno hasa ndo haya. Mtu haendelei kukaa pabaya kwenye shida kwa sababu tu kapazoea, kwa kuwa hana la kufanya. Akipata la kufanya anahama kwenye shida, au sio? Mbuzi haingii kwenye moto wala hahamii zizini akatoka chumbani eti kwa sababu zizini kapazoea, eti kwa sababu ana akili, eti kwa kuwa ana elimu. La, hana akili. Wewe unatoka gorofani chumbani bwana pazuri unaenda zizini, ana akili mbuzi. Nini kimemtoa chumbani mbuzi? Nini kinafanya haingii kwenye moto? Naye anakwepa moto kama wewe, au sio? Wewe na mbuzi mnashirikiana kukwepa hatari, au sio? Wewe una akili na yule mbuzi hana akili. Yule hana akili. Sijui nitakuudhi, nikupa mfano mwingine. Binadamu wa kawaida anahitaji mambo manne. Al-insanu al-adi yaftakiru ila 4 umuri. Binadamu wa kawaida kabisa kwenye dunia yake anahitaji mambo haya. Hata wewe ulokaa hapa unahitaji mambo haya manne. La kwanza at-taam, la pili asharabu, la tatu istirahatul jasadia, la nne istirahatu zaujia. Mtu wa kawaida anahitaji chakula, na sote tunahitaji hapa, sio? Mtu wa kawaida anahitaji kunywa, na ukisema kunywa ujue kunywa kwenyewe ni maji, kwa sababu hakuna kinywaji hata kimoja kinakaa badala ya maji. Utafika muda yatahitajika maji tu, maji. La tatu istirahatul jasadia. Binadamu wa kawaida anahitaji mapumziko ya mwili. Mapumziko ya mwili ndo nini? Kulala. Kulala ni mapumziko ya mwili na kufurahi. Mola asema wajaalna naumakum asubatu maanahu rahatan liabdanikum, ni mapumziko ya miili yenu. Binadamu wa kawaida anataka istirahatu zaujia, mapumziko ya ndoa. Mapumziko ya kitu gani? Basi sifasiri, ndo hapo tushaelewana. Mapumziko ya ndoa mpaka nifafanue kweli? Yaani mnataka unisukuma mimi nifafanue mapumziko ya ndoa? Tumeshaelewana hapa, au sio? Aha. Kwa hiyo binadamu miongoni mwa wanayoyataka ni kula. Mbuzi naye anataka kula, au sio? Binadamu anahitaji kunywa, na mbuzi naye. Binadamu anahitaji kulala, na mbuzi. Binadamu anahitaji kupumzika kindoa, na mbuzi naye. Vipi, naye ana akili ule mbuzi, kwa kuwa naye ana mke mle zizini? Tuende tukielewana, au sio? Na mbuzi si naye anakuwa na mule zizini, si kuna mipango inaendelea? Sio akili. Hebu tukikutuma hapa saizi, na nadhani huyu baba atafaa zaidi, wewe utafaa zaidi. Tukikutuma utusame, kwa sababu wewe ni mtu mzima, tunakutuma, lakini utusamee. Uende kwenye zizi la mbuzi, wamejaa mbuzi mule zizini. Ukifika zizini ututajie sisi, humu zizini mama mkwe ni nani? Shemegi ni nani humu zizini? Tuna haja na shemeji humu wa zizini. Na ammi ni nani? Baba mdogo. Ule mbuzi akikua, yule mama yake anakuwa mkewe siku hiyo, sio? Au mbuzi naye anachagua atakaye mkalia sawa katika wale mbuzi wa kike mule, ndiyo mkewe kwa siku ile. Ana akili? Mbona wewe humvamii mama mkwe? Na siku tukikuona umekwenda kumvamia mama mkwe, tutajua wewe afadhali ya mbuzi, au sio? Umemzidi mbuzi kwa ujinga. Kwa nini mbuzi haingii kwenye moto? Haingii kwa sababu kuna kitu anacho kinaitwa ilhamu. Semeni ilhamu.
Ashah lahu ilhamu min Allah, ni ilhamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Limadha? Liyuqdha ajalun musamma. Yule mbuzi naye ana umri kapewa na Mungu, sio? Ana muda hapa duniani ambao Mungu ametaka huu mbuzi aishi kwa umri huo, miaka 5, 6, 10. Naye mbuzi ana umri wake, na hatakiwi kufa kabla ya umri, lazima afe ndani ya umri. Likulli shay'in ajalu, Mungu anasema kila kitu kina muda wake wa kufa. Sasa kama mbuzi umri wa kufa hujafika, wallahi kwenye moto haingii. Haingii kwa nini? Ana ilhamu. Nini maana ya ilhamu? Ilhamu ni maelekezo ya moja kwa moja kutoka kwa Mungu kuja kwa kiumbe. Yako maelekezo, kwa sababu mbuzi hajui kama ule moto unaunguza, au sio? Jamani nyinyi watu, mbuzi ingekuwa na akili, unawakusanya mbuzi 20 hapa, alafu unaanza kumchinja mmoja mmoja, mbona hawakimbia? Wamekaa tu wanakuangalia, unamchinja wa kwanza, ukimaliza unavuta wa pili hapa hapa. Hebu waweke watu 20 hapa, alafu uite wachinjaji huku mzee anachinjwa. Unaona maneno, mimi napenda akili za namna hii, zinanielewa upesi. Chukua watu 20 waweke hapa, alafu anza kumchinja mmoja mmoja, na hawa wengine hujawafunga kamba, utawakuta mzee anasema watakuua wewe wale watu. Askari hapa duniani, nguvu ya askari wa dunia hii sio mafunzo tu, ni wingi. Askari wanakuwa wengi, wakija maeneo haya kutafuta mambo yao, wanataka kudhibiti watu, watakuja wengi. Askari akiambiwa huyu nenda pale Buguruni kuna wahuni kama 20, katuletee wale wahuni, haji. Nakuelezeni mimi, haji kwa sababu za kiusalama, anajua atapelekwa yeye. Na hata wale wahuni wakimuona kaja peke yake, hata hawakimbii, wanajua atamtia mikwaju, basi hata hawakimbii. Mimi nimebahatika kumuona askari anakimbia mbio kweli. Nilikuwepo kwenye hiyo kadhia, tulikuwa tunakimbiza mwizi. Kuna mwizi kapita maeneo yetu, watu wanamkimbiza. Mimi nikasema ngoja mimi nitoe mchango, na mimi nikachangia kumkimbiza. Lakini jengine nawahi, kwa sababu watamuua watu wana tabia ya kumuua, kuchoma moto. Kasema na mimi ngoja niende. Siku zile nina mbio kidogo, na mimi nikatoa mchango kukimbia. Vile vimbio vyangu vika kama vingi kidogo, nikawaacha watu wengi kweli. Sasa mbele yangu kuna askari polisi na amevaa combat, kavaa rasmi, na nimepata nguvu. Mbele kuna askari bwana, hawa huko hata wakichelewa hamna neno, sababu mbele kuna polisi. Tumekwenda, yule mwizi akageuka, akaona walio karibu naye, kuna askari yupo karibu naye, anafuata mtu mmoja tu, na huyo mtu ni mimi. Akatoa bisibisi, mnaijua bisibisi? Akaanza kuja yeye. Yule askari kasema, sasa leo askari anataka kufanya kazi yake, nione. Alipofika yule kijana kibaka, wala hakuwa na utani, alimtia bisibisi ya bega, anaitaka kuinua nyingine, askari polisi ameniacha peke yangu yule polisi. Lakini alipokimbia, nikaona mimi nijitahidi kukimbia kuliko yeye kwa sababu za kiusalama. Nikasema polisi kashakimbia, mimi si ndio hali yangu itakuwa sio nzuri. Ametimka. Sasa yule mwizi anatukimbiza sisi, na bisibisi mkononi, na mimi nimo kwenye kukimbia. Sasa tunakimbizwa sisi. Nikasema Mungu tusaidie basi, tunakimbizwa sisi na mwizi. Ungekuwa yeye ungekaa ndio. Kaubadera
muhimu sana mambo ya usalama. Kwa hiyo askari anajua akija mtu mmoja hapa tatizo ni dogo, likiwa kubwa kidogo haji mmoja, wanakuja wengi kidogo, na wakifika wakiona panazidi kuwa tabu, zinapigwa simu, ongezeni nguvu, au sio? Inaongezwa nguvu, haji peke yake. Lakini mbuzi au ng'ombe utawachinja hapa hata 100, wote wako hapa hapa tu wanatizama, wanakula manyasi, hawana akili. Wanaongozwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe ili ule umri wao umalizike. Unanielewa? Mungu anamuongozo, anawapa wale wanyama ili wasife kabla ya umri wao. Sasa mmenifahamu? Tunazo akili? Hatuna? Hasa hivi tumenyamaza kidogo, au sio? Tuna akili au hatuna sisi? Ndo nini akili? Mungu atupe akili inshallah.